moja kwa moja tunamisha vitu vyetu sasa tupate kumwomba Mungu. Mungu wetu, uketie mahali pa juu palipoinuka, asante kwa kutuita sisi watoto wako. Ni neema iliyoje. Asante pia kwa kutufanya viumbe vipya. Ni neema iliyoje. Mpe tena kila mmoja wetu basi leo kuzidi kufahamu yatupasayo kufahamu, ili tuwe na hakika ya kutenda mapenzi yako wakati wote katika safari hii ya kuelekea nchi ya ahadi uliyotuahidi pale uliposema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Ninakwenda kuandalia mahali, ili pale nilipo ninyi nanyi mpate kuwapo. Karibu Roho Mtakatifu, uyatwae yaliyo Kristo tena leo na kutupasha habari katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Somo letu la leo lina kichwa mapito ya zamani katika wokovu. Mapito ya zamani katika wokovu. Mapito ya zamani katika wokovu. Neno letu la msingi linatoka katika kitabu cha Yeremia sura ya 6 mstari wa 16. Yeremia sura ya 6 mstari wa 16. Yeremia sura ya 6 mstari wa 16. Tunasoma, Bwana asema hivi, ukishoka kobe. Nani anasema hapa? Ndiyo, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, kabla kuendelea tunatakiwa kwanza
kuifahamu hii njia kuu inayotajwa hapa ni njia gani. Tutarudi hapo katika Yeremia 6:16. Tutarudi hapo kitambo kidogo. Tuende kwanza katika Isaya sura 35. Isaya 35 Isaya 35 mstari wa 8. Isaya 35 mstari wa 8. Isaya 35 mstari wa 8. Na hapo patakuwa na njia kuu. Useme wote. Na hapo patakuwa na njia kuu. Na hapo patakuwa na njia kuu. Na njia. Nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake. Ndio. Njia kuu itaitwa njia ya nini? Itaitwa nini? Ndio. Kwa hiyo njia kuu inayotajwa hapa katika Yeremia 6:16 ni njia ya utakatifu. Sasa tukijua hilo, turudi katika Yeremia 6. Yeremia 6:16. Bwana asema hivi: simameni katika njia kuu. Tungeweza sasa tukasema simameni katika njia kuu ya nini? Ya utakatifu. Mkaone, tuseme wote kwa bidii sasa. Mkaulize habari za mapito ya zamani. Mkaulize habari za mapito ya zamani. Tena. Mkaulize habari za mapito ya zamani. Iwape njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo. Tuseme wote, mkaende katika njia hiyo. Nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Tuseme tena kwa bidii inayofuata. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Ndio. Siku hizi tulizo nazo, kama wengi wetu tunavyofahamu, maandiko nasema hizi ni siku za mwisho, ni nyakati za nini? Nyakati za nini? Za hatari. Wengi au wengine watajitenga na imani kwa kusikiliza roho gani? Roho zidanganyazo na mafundisho ya nini? Ya mashetani. Sasa hizi roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani yanafundisha kwamba
kuna wokovu mamboleo. Na utasikia kuna watu wengine ambao watainuka na kusema, ninyi bado mmeshikamana na wokovu huo wa kizamani. Ninyi bado mmeshikamana na wokovu huo wa kizamani. Sisi tuko katika kanisa letu. Sisi katika kanisa letu, wokovu wetu ni wokovu wa kisasa. Ni wokovu mamboleo, maana yake ni wokovu wa karne ya 21. Hatuna wokovu wa karne ya 21. Hatuna wokovu mamboleo. Bwana anasema hivi, tuulize mapito ya kisasa. Anasemaje? Tuulize habari za mapito ya kisasa. Anasemaje? Mapito ya zamani. Na anasema mkaende katika njia hiyo. Njia hiyo ya kisasa. Njia gani? Na anasema tukienda katika njia hiyo, tukifuata hayo mapito ya zamani, ndipo itatokea nini kwetu? Tutajipatia raha katika nafsi zetu. Sasa Mungu anasema, lakini baada ya watu kuambiwa juu ya mapito ya zamani, wanasemaje? 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 Hatutaki kwenda katika njia hiyo. Tunataka kwenda katika njia ya kisasa. Tunataka wokovu wa kisasa. Tunataka wokovu mambo leo. Tunataka wokovu wa karne ya 21. Ndugu zangu, wokovu ambao Mungu ametupa ni ule ule aliyowapa kanisa la kwanza. Kwa hiyo wokovu wa karne ya kwanza ndio tunatakiwa kufuata, hata kama tuko karne ya 30. Wokovu ni ule ule wa karne ya kwanza. Amen. Na hayo ndiyo mapito ya zamani ambayo tunatakiwa kuyaulizia wakati wote. Hatutaki kuuliza kwamba kuna kitu gani kimetokea katika karne hii. Hapana. Kama tunataka kupata raha nafsini mwetu, tuulize mapito ya zamani. Manake wanawake zamani, watakatifu wa zamani, wanawake watakatifu wa zamani walikuwa wanaishije? Wanavaaje? Tuulize mapito ya zamani katika Biblia. Amen. Na tukiyafuata mapito hayo, ndio tutapata raha nafsini mwetu. Tukiyauliza yale mapito na tukakaa katika njia ile, ndipo tutapata raha nafsini mwetu. Katika waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ile
ya 3 inaelezwa wanawake watakatifu wa zamani walijipamba namna gani. Haya ndio mapito ya zamani. Amen. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Kadhalika ninyi wake, ni waraka wa kwanza wa Petro 3:1 mpaka 6. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wa hofu. Ujipamba kwenu usio kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Tusome wote mstari wa 5. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Haya ndio mapito ya zamani. Tukishasoma juu ya wanawake watakatifu wa zamani walijipamba namna gani, hii ndio njia tunayotakiwa kuipita. Na Mungu anasema tukipita katika njia hiyo, tutapata raha katika nafsi zetu. Lakini nyakati hizo tulizo nazo, nyakati za mwisho, nyakati za hatari, wengi watasema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Mapito haya ya zamani hatuyataki. Lazima tujitenge na watu hao. Lazima tuwe mbali na watu hao wanaotaka kutuletea wokovu mambo leo. Hata tukimsikia mchungaji lazima tupime, anatuhubiri nini mtu huyo? Anataka kutuletea wokovu mambo leo, tukatae wokovu mambo leo. Anataka kutuletea wokovu wa kisasa, tukatae wokovu wa kisasa. Anasema hayo yalikuwa zamani. Mambo ya kufunika vichwa, kuvaa vilemba, hayo yalikuwa ya zamani. Hayo ndio mapito ya zamani tunayotaka. Tukienda katika njia hiyo, tutapata raha katika nafsi zetu. Na wengi leo wanasema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Na wauliza, wangapi wanataka kwenda katika njia hiyo? Njia hiyo ya zamani. Wanataka kupita katika mapito hayo ya zamani. Mapito hayo ya zamani ndio njia kuu ya utakatifu. Hili neno la Mungu tunalolisoma hapa, hili neno halifanyiwi uhariri. Hili neno halifanyiwi revision. Halifanyiwi namna yote ya mapitio na kurekebishwa tena.
Hili neno linaitwa infallible word of God. Infallible ni neno ambalo halina masahihisho. Ni neno ambalo limehakikishwa. Ni neno ambalo linadumu milele na milele. Sema amen kwa bidii. Katika waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya kwanza, tulikuwa katika sura ya 3 kuhusiana na walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Labda turudi kwanza kabla hujaenda sura ya kwanza. Tumalizie pale katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 tukumaliza. Tulikuwa katika mstari wa 5. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Mstari wa 6 unaanzaje kusema kama vile Sara. Ndio, Sara anatajwa miongoni mwa wanawake watakatifu wa zamani, na anatajwa kuwa miongoni mwa wanawake waliojipamba hivi kunavyotajwa hapa. Kujipamba kwenu sio kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu, bali wewe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu iliyo thamani kuu mbele za Mungu. Sara na wanawake wengine watakatifu wa zamani ndivyo walivyojipamba. Sasa waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari ule wa 23 mpaka mstari wa 25. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23 mpaka 25 tunasoma: kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka, bali neno la Bwana hudumu hata milele. Na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Majani hukauka na maua yake huanguka, lakini neno hili halikauki. Hili neno ni kijani kibichi tangu karne ya kwanza mpaka leo. Hili neno halikauki. Hili neno sio kama ua linalonyauka na kuanguka. Hili neno linang'aa, linastawi na linaendelea kuwa hivyo tangu karne ya kwanza mpaka leo. Ni neno linalodumu milele. Sema amen. Halihitaji mapitio, halihitaji kupitiwa upya na kurekebishwa, kwa sababu ni neno lisilokauka, ni neno lisilonyauka, ni neno lisilopauka, ni neno lisilobadilika. Kwa sababu Yesu Kristo anatajwa ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kama Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele,
basi neno lake ni hivyo hivyo. Kwa sababu huyo Yesu anaitwa neno la Mungu. Amen. Huyo Yesu anaitwa nani? Katika Yohana sura ya 1, hapo mwanzo kulikuwako neno. Huyo neno ni nani? Huyo neno ni nani? Huyo neno ni Yesu, si ndio? Ndio. Huyo neno ni Yesu Kristo mwenyewe. Na hata katika Ufunuo Yohana sura ile ya Ufunuo wa Yohana sura ile ya 19 mstari wa 13. Ufunuo 19 mstari wa 13, Biblia hapo pia inasema, naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Huyu Yesu Kristo jina lake anaitwa Neno la Mungu. Kwa hiyo tukisoma kama tunavyosoma katika ile Waebrania 13, Waebrania 13 mstari ule wa 8, sasa tusome mpaka mstari wa 9. Waebrania 13 mstari wa 8 mpaka mstari wa 9. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Kwa kujua Yesu Kristo anaitwa neno la Mungu, tungeweza kusema mstari huu hivi. Ni sawa na kusoma mstari huu hivi: neno la Mungu ni lile lile jana na leo na hata milele. Tuseme wote, neno la Mungu ni lile lile jana na leo na hata milele. Kwa nguvu tena, tuanzie hapo. Neno la Mungu ni lile lile. Twende wote. Sasa baada ya kusema hivyo, soma mstari wa 9. Twende. Ishie hapo na ya kigeni. Ishie hapo na ya kigeni. Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine na ya kigeni. Twende. Sasa tuanze pale mwanzo. Neno la Mungu ni lile lile jana na leo na hata milele. Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine na ya kigeni. Neno la Mungu ni lile lile jana na leo na hata msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine na ya kigeni. Yeyote anayetaka kujifundisha juu ya wokovu wa kisasa ambao tunaweza tukaambiwa tunaweza tukaingia mbinguni
na maisha ya dhambi. Hao wote wanaotufundisha kwamba tunaweza tukaitwa tumeokoka tukiwa hatuna badiliko la maisha. Tunaweza tukaitwa tumeokoka tukiwa hatuna tofauti na mataifa wanaotuzunguka. Hawa wanaotuletea wokovu mamboleo, hawa hawataki tupate raha katika nafsi zetu. Lazima tujihadhari nao. Amen. Na maandiko yanasema mtu yeyote akileta mafundisho haya ya namna nyingine na ya kigeni, mtu ya namna hii tusikubali hata kula naye. Tusikubali hata kumpa salamu. Kwa sababu yeye anayempa salamu anazishiriki kazi zake mbovu. Ndio. Waraka wa pili Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 8 mpaka mstari ule wa 11. Waraka wa pili wa Petro sura ile ya kwanza mstari wa 8 mpaka 11 tunasoma: jiangalieni nafsi zenu msiyapoteze mlioyatenda. Ndugu zangu, tumetoka mbali. Tunakoenda ni karibu kuliko tulikotoka. Tujiangalie nafsi zetu tusiyapoteze tulioyatenda, bali tupokee thawabu timilifu. Kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo. Anayepita cheo maana yake ni yule anataka kuligeuza neno la Mungu liendane na wakati wa sasa, liendane na karne ya sasa. Naona wote siku hizo wanaokisimama kila mahali wanavaa suruali, ni bado umeshikilia mambo ya zamani. Jibu lako ni Yeremia 6:16. Mimi napita katika mapito ya zamani. Na wewe ukitaka kupata raha katika nafsi yako, pita katika mapito ya zamani. Kila pitaye cheo, huyo anayetuletea wokovu wa kisasa, wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Hata kama ni mzungu, hana Mungu. Hata kama ametokea, hata kama ni malaika, hana Mungu. Yeyote ambaye anajaribu kuleta neno la wokovu wa kisasa, huyu hana Mungu ndani yake. Amen. Mtu akija kwenu na haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu wala msimpe salamu. Maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu. Sikia. Usifikiri mtu kuja nyumbani mwako ni mpaka agonge hodi muone mtu kabisa. Katika kioo chako cha televisheni yako, yule mtu anayehubiri kwenye televisheni yako ni mtu ambaye amemkaribisha nyumbani mwako. Huyo mtu kwenye televisheni yako akiwa anahubiri kinyume na fundisho ulilojifunza la mapito ya zamani, usimkaribishe nyumbani mwako. Maana yake ifunge channel hiyo mara moja. Kuifunga channel hiyo ya TV
ni kumkatalia ukaribisho ndani ya nyumba yako. Ukiendelea kuangalia hiyo channel ya TV, unazishiriki kazi zake bovu. Na hiyo hutapata raha nafsi yako, katika nafsi yako. Utajikuta umeyapoteza yote uliyoyatenda. Tujihadhari sana na wahubiri hawa uchwara walioko kwenye TV leo, ambao wanatuletea wokovu wa kisasa, wokovu mambo leo. Ni kwa neema tu, si kwa matendo. Kazi yote ilimalizika msalabani. Mungu anapotuangalia hatuoni sisi, anamuona Kristo. Kwa hiyo hata kama unaendelea katika uasherati wako, hata kama unaendelea katika uzinzi wako, unaendelea katika uizi wako, Mungu hakuoni wewe, anamuona Kristo. Huo ni wokovu mamboleo ambao hauko katika Biblia yetu. Lazima tujue hao wanaohubiri hiyo katika TV, hatutakiwi kuwakaribisha nyumbani mwetu wala kuwasikiliza. Tunafunga hizo channel, tunaifunga hiyo TV haraka sana. Ikiwa unasikia mafundisho ya namna hiyo ambayo si mapito ya zamani, yaliyowekwa na mitume na manabii, sio hawa leo. Hao mitume na manabii wa kisasa sio hao. Hao ni mitume na manabii mambo leo. Hao ndio wanaotuletea wokovu mambo leo. Hawa hatutakiwi kuwakaribisha majumbani mwetu. Kanisa limejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii wa zamani, sio wa leo. Hawa hawakuweka msingi. Walioweka msingi ni wale wa zamani. Na katika Waefeso sura ile ya pili, Waefeso sura ile ya pili mstari ule wa 19 mpaka mstari ule wa 20. Waefeso 2:19 mpaka 20 tunasoma: basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Msingi wa mitume na manabii gani? Hao tunawasikia leo? Nauliza, hao tunawasikia leo? Sio hawa. Sio hawa hata kidogo. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 10. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi nani? Mimi nani? Mimi nani hapa? Kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, na aliuweka msingi, na mtu mwingine anajenga juu yake. Huu msingi ndio kanisa limejengwa juu yake.
la mitume hawa, la mitume na manabii hawa. Sio hawa mitume na manabii uchwara wanaotuzunguka leo, ambao wanafundisha mafundisho ya mashetani. Sio hawa. Hakuna msingi mwingine ambao tumejengwa juu yake, ni huu. Na kama wengi wetu tunavyofahamu, siku ile tutakapoingia katika hukumu, tutakapofika wakati wetu wa kuhukumiwa, tutahukumiwa sawasawa na injili aliyoihubiri nani? Aliyeihubiri nani? Ndiyo. Lazima tukumbuke sana hilo. Tukikengeuka tu kwenda kushoto kulia, tumeikosa njia. Warumi 2 mstari wa 16. Warumi 2:16. Katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawasawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawasawa na injili yangu. Tutahukumiwa sawasawa na injili ya Paulo mtume. Huu ndio msingi uliokushawekwa na Paulo mtume. Ndio maana anasema katika Wagalatia 1, mtu yeyote ambaye anataka kuhubiri injili ile ambayo sio aliyohubiri Paulo mtume, yeyote ambaye anataka kuhubiri injili ambayo sio ile aliyohubiri Paulo mtume, na afanye nini? Na afanye nini? Na Wagalatia sura ile ya 1 mstari ule wa 6 mpaka mstari ule wa 9. Wagalatia 1:6 mpaka 9. Na stajabu, kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wawatabishao na kutaka kuigeuza injili ya nini? Ya Kristo. Tuangalie sana watu wanataka kuigeuza injili hii na kuifanya iwe ya kisasa. Macho yetu, masikio yetu lazima yawe makini sana na watu hao, na leo wanazidi kuongezeka. Lakini wapo watu watabisha na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na afanye nini? Sema kwa bidii kanisa, na afanye nini? Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu yeyote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na ana injili yoyote kinyume na hii tuliyoipokea, kinyume na hii ambayo tunaisoma kwa mitume na manabii hapa katika neno la Mungu, ni injili iliyogeuzwa. Lazima tupite katika mapito ya zamani.
Mapito ya zamani yamesemaje? Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume. Mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke. Hayo ni mapito ya zamani. Mapito ya zamani yanasemaje katika Mithali 7:10? Akamkuta mwanamke amevaa mavazi ya nini? Kama Mungu katika neno lake anasema yako mavazi ya kikahaba, tukimsikia yote anayekuja na kusema wewe vaa vyovyote, vaa vyovyote, Mungu haangalia hayo. Mungu haangalia unavyovaa. Wewe vaa vyovyote tu, hata kama uchi utembea uchi, shauri yako. Hiyo ni injili iliyogeuzwa, na huyo alaniwe. Na wewe ukimsikiliza huyo na kumkaribisha kwenye moyo wako, na wewe uko chini ya laana. Hutapata raha katika nafsi yako. Tukae katika mapito ya zamani, na wakati wote lazima tukisikia kokote, tukizunguka mahali popote, lazima tufahamu hawa wanaotuzunguka hawataki kwenda katika njia hiyo. Kwa makusudi wamechagua kwenda jehanamu ya moto. Lakini wewe unayetaka kwenda mbinguni, tembea katika njia kuu, njia ya utakatifu, njia ya mapito ya zamani. Ndio maana katika kanisa hili usiku na mchana tunafundisha njia ya mapito ya zamani. Na leo watu wanaotaka kukaa katika njia ya mapito ya zamani, watu wanaotaka kupita katika njia ya mapito ya zamani wanazidi kupungua. Na kadiri tunavyozidi kufika mwisho kabisa wa mambo yote, watazidi kupungua. Biblia inasema upendo wa wengi utafanya nini? Utafanya nini? Leo wanainguaji hao wanaojiita waimbaji wa injili, kuna makanisa walikuwa hawathubutu kabisa kuwekwa katika madhabahu zao, lakini leo wapo. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Walikuwa wanaona kinyaa kabisa kwamba vitu gani hivi vinaletwa kanisani, lakini leo ndio wako katika mimbari zao. Hapa hawatakanyaga. Wanaenguaji naojiita wanaenguaji wa injili, injili yenu iko baa. Huko ndiko kuna injili yenu, injili iliyogeuzwa. Hapa hakuna injili iliyogeuzwa. Na hamtakanyaga madhabahu hii. Hamtakanyaga madhabahu hii. Ninyi mnaoleta vichekesho na mizaha mnaita Christian comedy. Hakuna comedy ya Kikristo. Hakuna wachekeshaji wa Kikristo. Wachekeshaji wote mahali pao ni kule baa. Nenda kawachekeshe walevi. Hapa hakuna walevi. Hapa ni kanisa la mapito ya zamani. Mshike mkono jirani yako, wawili watatu, mwambie hili ni kanisa la mapito ya zamani. Na kama ni siku yako ya kwanza umekuja hapa, ndio siku yako ya kwanza, karibu.
Karibu katika kanisa la mapito ya zamani. Mapito ya zamani hapa. Hakuna wanenguaji hapa. Wanenguaji wako wako katika vilabu. Wanenguaji wako katika madanguru. Hii ni nyumba takatifu ya Mungu. Sema amen kanisa. Hili ni kanisa la mapito ya zamani. Na usione haya Injili. Yeyote anayekuuliza juu ya tumaini lako, umjibu juu ya tumaini lako, tena kwa ujasiri. Amen. Mbona eleni huna? Mbona una bangili? Mbona una mikufu? Mbona una wigi? Unakuwa mzee. Yeremia 6:16. Nataka kujipatia raha nafsini mwangu. Nataka kumuona Kristo milele na milele. Na wale wote watakaomuona ni wale watakaopita katika mapito ya zamani. Sema amen kwa bidii. Sema amen kwa bidii. Na katika kila jambo, tunauliza habari ya mapito ya zamani. Kama ni mavazi, tunauliza habari ya mapito ya zamani. Je, katika mapito ya zamani tunaona watu wakipigana ngumi alafu naitwa mchezo wa ngumi? Kama hatuwaoni, tusipite katika njia hiyo ya kisasa. Tusipite katika njia hiyo ya kisasa. Eti mpiganaji wa ngumi Holyfield amevaa t-shirt yake imeandikwa Wafilipi 4:13. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu za kupigana masumbwi. Huo ni wokovu maboleo. Kanisa hili mwiko. Kanisa hili mwiko. Tunaona watu katika mapito ya zamani, tunaona timu za mpira, watu wanacheza mpira, Hallelujah Football Club, Shalom Football Club. Tukisikia hizi timu za mpira kwenye maredio yanayoitwa maredio ya Kikristo, tunajua hii ni injili iliyogeuzwa. Kumbuka, wewe ni balozi popote pale ulipo. Wewe ni balozi wa kanisa la mapito ya zamani. Wewe ni balozi wa kanisa la mapito ya zamani katika mtaa wako, katika section yako, katika zoni yako, kazini kwako, shuleni kwako, chuoni kwako, katika eneo lako la biashara. Piga kelele, sema mimi ni balozi wa kanisa la mapito ya zamani. Mimi ni balozi wa kanisa la mapito ya zamani. Mapito ya zamani katika kanisa ilikuwa ni nini? Kusikia na kutenda.
Yeye anayesikia na kutenda atafananishwa na mtu mwenye nini? Mwenye akili, aliyejenga nyumba yake juu ya mafuriko yakija, upepo ukivuma, ile nyumba haiwezi kupata anguko. Lakini yeye anayesikia maneno yake Kristo na asiyafanye anafananishwa na mtu gani? Na mtu gani? Pumbavu, anayejenga nyumba yake juu ya nini? Ya mchanga. Mafuriko yakija, upepo ukija, unaipiga ile nyumba na anguko lake linakuwaje? Linakuwa kubwa. Haya ndio mapito ya zamani. Mapito ya zamani yanasemaje? Kwa nini mnaniita Bwana Bwana, lakini hamuyatendi ni semayo? Haya ndio mapito ya zamani. Kwa lolote lile tunaangalia hapa ndio kwenye mapito ya zamani. Tunaangalia kanisa la kwanza, nani alikuwa anahubiri? Nani alikuwa anakwenda mitaani? Tukiwa tunakwenda mitaani kuhubiri, tutajikuta mara nyingi tunahubiri sisi wenyewe mitaani. Wengine wote hawahubiri siku hizi mitaani. Tukijikuta tunahubiri, jamani, nyinyi mbona hamwachi tu kila siku mko kila mahali mko tu kila ndio? Kanisa letu ni la mapito ya ni kila mmoja yuko mtaani. Kila mmoja yuko kwa sababu tunafuata mapito ya zamani. Angalia mapito ya zamani katika kuhusiana na kuhubiri katika Matendo sura ya 8. Matendo ya Mitume sura ile ya 8. Matendo ya Mitume sura ile ya 8. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa kwanza, alafu mstari ule wa 4. Matendo 8:1 alafu 4. Siku ile kukatukia adha kuu ya kanisa lilokuwa katika Yerusalemu. Tuseme wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, tena kwa bidii. Kwa nguvu zaidi tena. Wangapi walitawanyika? Na kule walitawanyika, walikotawanyika walienda kufanya nini? Mstari wa 4. Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Wote waliotawanyika wa Uyahudi na Samaria, kote katika mitaa hiyo walienda kufanya nini? Wote, manake wanawake na wanaume wote, si ndio? Wote, manake wote walienda huko mitaani kufanya nini? Kuhubiri neno. Hayo ndio mapito ya zamani. Kwa lolote hilo tunaloliangalia, tunaangalia katika mapito ya zamani. Kama ni maombi, tunaangalia mapito ya zamani. Mapito ya zamani kuhusu maombi yanasemaje? Ombeni bila kukoma. Ndio maana tuko hapa masaa 24. Tunaomba bila. Mbona maombi yenu yaishe? Haya atakaa yaishe. Maombi yetu ni sehemu ya Ukristo. Mbona mnaombea ulimwengu? Na mtumishi alisema sasa hivi tuna airisha kidogo kuhubiri huko nje kwa sababu tunashughulikia mikakati ya vitabu. Hata tukiairisha kwa mwaka mzima, maombi hayasimami. Maombi hayapotei, yale yanatunzwa kwenye benki ya maombi. Kila mtaua akuombe wakati unaofanya nini? Hakika maji makuu yafurikapo. Yamefurika sasa hivi yapo yamefurika, lakini anaambiwa aombe, si ndio? Yakija kufurika, anasema yale maji makuu hayatamfikia yeye. Anaomba
lakini yale maombi yatakuja kumwokoa kwenye maji makuu yatakayokuja baadaye, yatakayokuja kufurika baadaye. Yale maombi anaomba, lakini hayapotei. Maombi hayapotei. Maombi yanawekwa katika benki ya maombi. Wewe wakati unaopatikana sasa, omba. Leo una nguvu ya kuomba, kesho unaweza kuwa huna hiyo nguvu. Kesho unaweza kuwa umelazwa hospitali huko hoi tabani, mguu wako hauwezi kuinuka, mkono wako hauwezi kuinuka, macho yako hayaoni, lakini uliomba. Hayo maombi unayoomba sasa yatakuokoa siku ile ya hatari, ambayo sasa hivi hujui inakuja lini. Amen? Amen? Wakati unapopatikana sasa hivi ndio una nguvu, omba. Sasa hivi ndio una nguvu, omba. Hayo ndio mapito ya zamani. Ombeni bila kukoma. Hayo ndio maombi ya mapito ya zamani. Kwa kila neno tunajiuliza, katika mapito ya zamani walifanya nini? Watakatifu wa zamani waliishije? Wokovu wao ulikuwaje? Ninyi ni nuru na chumvi ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya nini? Ya mlima. Haya ndio mapito ya zamani. Mapito ya zamani, je, yalielekeza kuenenda kama mataifa waenendavyo? Mataifa wanafanya hivi na sisi tunafanya kama wao? Waefeso 4 mstari wa 17 inasemaje? Waefeso 4:17, basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao. Nia zao mataifa ni chafu. Wanavyovaa mavazi wanayovaa kama mataifa, nia zao ni chafu. Wana nia chafu katika mioyo yao. Kwa hiyo hatuwezi kuenenda kama mataifa wanavyoenenda. Haya ndio mapito ya zamani. Na tukitaka raha katika nafsi zetu, tunapita katika mapito haya. Sema amen. Amen. Lakini wengi nyakati hizi wataambiwa kupita katika mapito haya, lakini watasema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Mungu anauliza, je, wewe unataka kupita njia gani? Ya mapito ya zamani au ya mapito ya kisasa? Muulize huyo aliye kushoto kwako na kulia kwako akujibu. Je, wewe unataka kupita katika mapito gani? Ya zamani au ya kisasa? Kwaya, mnataka kupita katika njia gani? Mapito gani? Ya zamani au ya kisasa? Simeona kwaya za siku hizi, sare suruali wanawake za kubana makalio ndio sare. Hayo ndio mapito ya kisasa. Kwaya, mnataka kupita mapito hayo? Mkipita katika mapito haya, hapa mnaondoka. Kwa sababu hili ni kanisa gani? Hili ni kanisa gani? La mapito ya zamani. Ukisikia hii sauti ya Bwana asema hivi, halafu ukapita katika njia hii ya mapito ya zamani, utapata raha nafsini mwako.
wewe ambao umeokoka jana katika kanisa la nyumbani, wewe ambao umeokoka wiki hii, wewe ambao umeokoka wiki kadhaa zilizopita, halafu umepata neema kuwepo kwenye kanisa hili, usizunguke tena. Hapa ndio umefika. Hili ni kanisa la mapito ya zamani. Ukizunguka ukienda kuambia nimeokoka umeokoka unasali wapi? Ukitaja tu kanisa hili wanalijua hao. Maneno ya kwanza tukaanza kukurushia umeenda wapi? Hao ndio hawa ambao hawataki kwenda katika mapito ya zamani. Wakizungumza naambia Yeremia 6:16. Bye bye. Mwacha akasome mstari wa mwenyewe wakati wewe unaenda zako. Usije ukaingia katika laana yake. Amen. Bwana tusaidie. Amen. Sio tu tukubali kwenda katika njia ya mapito ya zamani, lakini tudumu katika njia hii milele. Pale ulipo simama juu. Mapito ya zamani ni kuwa kama Yesu Kristo, ni kuwa watakatifu kama Kristo alivyo mtakatifu, ni kumfuata Paulo mtume kama yeye naye anavyomfuata Kristo. Sio kuwafuata wahubiri mambo leo, hapana. Weka mikono yako juu, na baada ya wimbo huu uje mbele za Bwana na kumwambia Bwana, nimedhamiria kupita katika mapito ya zamani. Bwana Yesu nisaidie. Roho Mtakatifu nisaidie nisitoke katika njia ya mapito ya zamani. Nataka kuwa kama Yesu moyo wangu. Nataka kuwa kama Yesu moyo wangu. Nataka kuwa kama Yesu maisha yangu. Nataka kuwa kama Yesu maisha yangu. Maisha yangu. Maisha yangu. Maisha yangu. Maisha yangu. Maisha
la 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 la. Oh la 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 la. Bwana asema hivi: simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Iwapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Hebu tumwambie Bwana leo, sisi tunataka kwenda katika njia hiyo. Mimi nataka kwenda katika njia hiyo. Paza sauti yako. Ikiwa kweli unataka kwenda katika njia hiyo, utapiga kelele. Ikiwa kweli unataka kwenda katika njia hiyo, utapiga kelele. Ikiwa kweli unataka kwenda katika njia hiyo, utapiga kelele.
Baba, asante tena kwa neno lako. Wewe umesema, na wewe ndio mwenye mbingu, na umesema yeyote anayetaka kupata raha nafsini mwake aulize habari za mapito ya zamani. Na hawa wanasema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Mimi nataka kwenda katika njia hiyo. Na sisi tunataka kwenda katika njia hiyo. Na sio tu sisi kwenda katika njia hiyo, lakini tunataka kuwafundisha wengine kwenda katika njia hiyo. Baba, neema yako ambayo imetufanya sisi kutaka kwenda katika njia hiyo na ishuke kwa wingi juu yetu, na hata kutuwezesha kuwafundisha wengi kupita katika njia hiyo, na hata tuone fahari kupita katika mapito ya zamani. Litunze kanisa hili na wakati wote lifanye kuwa kanisa la mapito ya zamani. Mambo leo na mambo ya kisasa yapotelee mbali. Yes, tutoe katika mstari. Lakini kama ilivyokuwa Sara na wanawake watakatifu wa zamani, ndivyo wanawake katika kanisa hili wapate kuwa. Kama walivyokuwa wanaume wa zamani katika kanisa la kwanza, na wanaume wa sasa katika kanisa hili wawe vivyo hivyo. Kama walivyokuwa waombaji nyakati za kanisa la kwanza, na sisi tuwe kama walivyokuwa. Kama walivyokuwa washuhudiaji mitaani nyakati za kanisa la kwanza, na sisi tuwe vivyo hivyo. Roho Mtakatifu tusaidie. Tusaidie kila mmoja wetu, sio tu kusikia neno hili, lakini kulifanya kuwa dira na mwongozo wa maisha yetu. Na mahubiri yote, hata kwa njia ya television, hata kwa njia ya Facebook, hata kwa njia ya internet, kwa njia ya mtandao wote, tusimkaribishe katika simu zetu, tusimkaribishe katika nyumba zetu. Akitaka kutuletea mahubiri ya mapito ya kisasa, tumfungie nje, ili tusizishiriki kazi zake mbovu, katika jina la Yesu. Amen. Ongeza tena makofi kwa Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana. Tuketi mbele za Bwana kwa muda mfupi. Kabla ya baraka za mwisho, kuna machache ya kujikumbusha. Moja linahusiana na vikao vya makanisa nyumbani. Tulisema kilele cha ibada yetu kuu kama hii ni vikao hivyo. Manake mtu hujahesabiwa kumaliza ibada hii kama haujashiriki vikao vya makanisa nyumbani. Katika kikao cha kanisa la nyumbani ndipo ambapo mahudhurio yako yanapokuwa yanaandikwa.
ndipo mahali ambapo unatambulika kwamba ulihudhuria ibada hii. Amen. Kutoka kuwepo kwenye kikao hicho ni sawa sawa na kutoka kuhudhuria. Na kikao hicho ni kizito, kwa maana ni kikao cha kuzikataa jumlisha tulizo nazo. Na wawili watatu wakipatana katika neno lolote utafanyiwa na Baba yetu aliye mbinguni. Kuna nguvu katika mapatano. Lazima tuitumie nguvu ya mapatano. Yule anayetaka kututenganisha tusipatane katika neno hili, huyo ni nani? Huyo ni nani? Tusimpe nafasi katika makanisa yetu nyumbani. Ukiona jambo la kushukuru, tushukuru pamoja. Tukiwa na mikakati ya maombi ya kufanya katika wiki hii, tusikilize pamoja na tuyatendee kazi pamoja. Amen. Tusichukulie vitu kiwepesi wepesi. Madam tuna nguvu, tuitumie nguvu hiyo kumpa hasara ibilisi. Amen. Kwa hiyo tunakuwepo katika makanisa nyumbani bila kukosa. Na hapo ndipo tunawapokea wale wageni mara ya kwanza kuhudhuria pamoja nasi. Tunahitaji kuwakaribisha. Kama sisi hatupo, wageni wapo, Mungu anapendezwa na hilo? Mungu anapendezwa na hilo? Bila shaka hawezi kupendezwa, si ndio? Si ndio? Kwa sababu sisi ndio wenyeji. Tunatakiwa tuwakaribishe na kuwapa msaada unaohitajika. Na wewe kama mhudhuria katika ibada hii, unatakiwa kuhudhuria katika kikao cha kanisa la nyumbani. Unajuaje ni kikao cha kanisa lako la nyumbani? Kama hujui kikao cha kwako kinafanyikia wapi, utauliza hudumu ambao wako katika korido hizo, watakuelekeza kanisa lako la nyumbani liko wapi. Ili kama hujaokoka usiondoke hapa bila kuokolewa. Amen. Na hata kama umekuja unahitaji maombezi katika vikao hivyo, Bwana atakutana na mahitaji yako. Amen. Tusisahau umuhimu wa vikao hivi kila itwapo siku ya Bwana. La pili linahusiana na maombi ya tai. Tulisisitiza kule zamani, lakini baadhi ya viongozi wa maombi ya tai wanasahau kipengele kinachotajwa kwamba maombi ni dakika moja. Ni lazima tuzingatie kwamba ni dakika moja, isipungue hata nukta. Na dakika moja ni kubwa. Lazima tuwe na saa hizo maalum za kutunza muda, ili kweli dakika moja iwe dakika moja. Haitaki kupungua. Pale unaposema paza sauti yako, kuanzia hapo ndio tunahesabu ile dakika moja mpaka iziishe hizo sekunde 60. Ndio unaanza kusoma, ndio unasema
katika jina la Yesu. Amen. 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 Lazima zihesabiwe hizo. Wamekwepo wengine wanakimbizana sijui wanakimbiza wanaenda wapi. Ni afadhali sekunde zizidi kuliko kupungua. Amen. Kupungua tunaleta hasara kubwa sana katika mambo ya ufalme wa Mungu, kwa sababu huo muda ni wa thamani sana. Kwa wakati mwingine watu wanaambiwa paa sauti ya shukrani, zimepita dakika, sasa zimepita sekunde 5 katika jina la Yesu. Tuzingatie sana muda, viongozi wa maombi ya tai. Amen. Ikiandikwa dakika 1 ni lazima iwe dakika 1, 2, 3, lazima iwe ilivyo. Sema amen. Vile vile katika maombi ya tai hayo kwa viongozi, ile wamekwisha pale, kuna zile 5 za kwanza. Zile 5 za kwanza ni nini? Kuisha ziko ngapi? Ngapi? 7. Na inafuata nini? Ziko ngapi? 7. Ziko ngapi? 7. Okay. Sasa usisubiri wamekwisha mpaka zote zimekamilika, kumekwisha kuwa kimya, alafu namsikia mtu anaibuka kama shimoni. Wamekwisha katika jina la Yesu, mpaka watu wanakushangaa walikwisha maliza. Wewe unatakiwa huo unazipigia hesabu zile, ili utokee kwenye ile ya 5 huko. Wakati wanaendelea wao kwenye ya 5 ya 4 mwishoni, ndio naivute ya kwako. Ile ukisema katika jina la Yesu, na zile wamekwisha nazo zimeisha, tunaenda amen pamoja. Hebu mratibu wa maombi, unajua nachozungumza hapa? Unajua nachokieleza hapa? Hebu kwaya panda hapa juu hapa. Alafu hapo kwenye hizo kwisha, wamekwisha. Alafu nataka umalize pamoja na wale wanaposema ile wamekwisha ya mwisho, wamekwisha maliza, wote tunaitika hiyo amen. Simama pale mbele. Wewe sauti yako una haja ya microphone, una haja ya kipaza sauti. Sauti yako ni kama ya Yohana Mbatizaji, inatosha. Twende. Wanaanza ile wamekwisha, tunaanza wamekwisha wote kwa pamoja, alafu ndio tunaenda zile kwisha za mwisho. Tunaanza kwisha, alafu hiyo wamekwisha. Umechelewa. Mratibu ovyo kabisa. Na hii ndio nimekuwa nasikia kwa wengi hapa. Kwa hiyo inaharibu sana ile raha ya shughuli yenyewe. Nani
amenielewa hapa? Wewe ulinielewa? Hebu simama hapa. Twende. Lazima naona ipaindisha hivyo, wamekwisha katika jina la Yesu, lakini inaanguka kwa pamoja. Yaani huku anasema amen na ile wamekwisha ya mwisho wameshaikamata. Kwa maana nyingine, wewe kiongozi unawacha hawa wanaendelea, wewe unakamata ule wajibu wako. Amen. Unaanza kupiga ile wamekwisha katika jina la Yesu wakati wenzako wanaendelea kupiga ile. Halafu unaitime kwa namna ambayo zinamalizia pamoja. Kwa ile amen ni amen, wote tumemaliza. Hakuna hapo nafasi iliyoko hewani. Amen. Jaribu mwingine, twende. Wamekwisha haijasikika, inasikika katika jina la Yesu. Lazima ya kwako wamekwisha iambatane hiyo katika jina la, tunasema kiongozi, wamekwisha katika jina la Yesu. Hivyo jaribu tena, twende. Bado ile wamekwisha, lazima unaivuta, lazima iwe juu sana. Wamekwisha katika jina la Yesu. Twende tena. Ni timing yako sasa, unahakikisha ile timing haitoki nje. Lakini hawa wanamaliza na sisi tumemaliza nao. Amen. Ukiona kama umeanza kabla, utaivuta zaidi. Umechelewa, utaharakisha. Mratibu umepata hapo? Umekamata? Hebu jaribu tena. Hebu hakikisha kwamba wewe ndio mratibu. Ndio. Naona katika maombi yetu tunamsahau sana mratibu. Tumkumbuke sana mratibu kwenye maombi. Hii shughuli nzito. Dada mwenye sauti kali mmoja, hebu nenda dada, chukua hiyo. Nenda mbele hapo. Maneno hayo, ukiona makofi yanapigwa kila mahali, unajua hiyo tiki, kwa sababu ndani yetu yuko anayeshuhudia kwamba hiyo
sawa. Amen. Mwingine nenda kapige tena hapo. Badala ya makofi, vicheko. Huyu amewahi au amechelewa? Unasikia jibu hilo? Anataka kujaribu tena. Haya, jaribu tena. Amewahi. Makofi kidogo na goma kidogo. Hebu mwingine jaribu mpaka ukisikia makofi wakati kumaliza unajua umemaliza vizuri. Twende. Kwa hiyo kikubwa tu lazima ukumbuke ile sauti kali ya katika jina la Yesu, lazima uianzie kwenye neno gani? Lazima ianzie kwenye wamekwisha. Ndio. Mwingine tena jaribu. Nenda mwingine. Imegoma. Mratibu, unataka kujaribu tena? Haya, twende tuone. Yaani hebu niambieni, wale ambao tumepata vizuri, inakuwa salama uanze wewe kiongozi kwenye wamekwisha ya ngapi? Ya ngapi? Ya tano. Ya tano. Yani tuseme zikiisha 4, yani wewe unatamka 4 tu. Unatamka ngapi? 4. Ile ya 5 wewe umekwisha anza ya kwako, si ndio? Ile ya 5 umekwisha anza ya kwako, unatamka pamoja nao zile ngapi? 4. Jaribu. Unaona, ukichelewa tu ile tayari umechelewa moja hapo, si ndio? Yaani ile ya 4 tu unaacha, ile inayofuata tu unaunganisha, umekwisha katika jina la. Kama una spidi kali inaweza kuingia ile wote.
Twende. Inaanza kuja sasa. Inaanza kuja vizuri. Nafikiri ukipiga sasa inakwenda sawa sawa. Twende. Mratibu amepamba moto sasa. Labda tumpe moja nyingine hapa. Piga ya mwisho tuone. Amen. Basi naona turudi kwenye viti vyetu. Vema sana. Kwa kadiri tunavyokuwa tunaifanyia kazi kivitendo kwenye maombi yenyewe, mwisho itazama kama yalivyozama mengine. Amen. Vema sana. Sasa kinachofuata ni maombi ya baraka za mwisho. Kabla ya kwenda katika maombi ya baraka za mwisho, tunakumbushana tena kwamba tukiwa kwenye neno la utakatifu kama hivi, ina maana miujiza inakuwa ni chakula chetu. Amen. Miujiza ni chakula cha watoto wa Mungu. Amen. Na watoto wa Mungu ni wale wanaolisikia neno la Mungu kwa nia ya kulitenda. Hao ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo tunatanguliza kwanza neno la Mungu. Unajua leo siku hizi watu hawapati miujiza. Na miujiza inakuwa kitu kigumu sana kwa sababu wanatanguliza miujiza kabla ya neno. Miujiza haiji kabla ya neno. Miujiza siku zote inafuata neno. Nao wakatoka wakahubiri kote. Na Bwana akatenda kazi pamoja nao, akilithibitisha lile neno. Neno linaanza kuhubiriwa. Na neno lenyewe ni la utakatifu. Watu wakishalipokea lile neno linaambata, lile neno lenyewe tayari limefungua milango ya miujiza. Amen. Mungu ni mtakatifu. Na neno lake ni neno la utakatifu. Na mtenda miujiza ni Roho Mtakatifu. Amen. Tukiwa tayari kulisikia hili neno tayari, na hayo mengine yote tunafanya nini? Tunazidishiwa. Tunapokaa kulisikiliza neno kama hivi la utakatifu, tumeutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Basi. Na hayo mengine yote tunafanya nini? Tunazidishiwa.
Lakini leo imegeuzwa na mitume na manabii wa uongo. Tunaanza kutafuta yale ya kuzidishiwa. Haya mengine sio ya kutafuta. Haya mengine sio ya kutafuta. Huo mstari lazima tufahamu vizuri. Mstari huo ni pale ambapo tunasoma katika Mathayo sura ile ya 6:33. Mathayo 6:33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtafanya nini? Mtazidishiwa. Inasema tuyatafute hayo yote. Cha kutafuta nini? Ufalme wake na nini? Na haki yake. Tukishatafuta ufalme wake na haki yake, haya yote tunawataka, sijui uponyaji wa mwili, sijui vitu gani vya kimwili, tunafanya nini? Tunafanya nini? Hivi ni vitu vinavyonyongeza zinazokuja juu yetu baada ya kutafuta ufalme wake na nini. Sasa siku hizi katika maombezi yote tunayosikia huko mitaani, hawatafuti kwanza ufalme wake na nini, lakini wanaenda kutafuta magari, wanaenda kutafuta wachumba, wanaenda kutafuta uponyaji wa mwili. Matokeo yake hawapati hivyo vitu, wanaishia kupewa mafuta, kupewa mabangili ya kuvaa, kwa sababu hivyo vitu havipatikani hivyo. Ni rahisi sana kupata hivi. Wewe cha kutafuta nini? Ufalme wake na nini? Na nini? Basi hivi vingine vyote unafanya nini? Unafanya nini? Kwa hiyo ukikaa hapa muda wote kama hivi ulivyokaa, umekuwa unatafuta kwanza ufalme wake na nini? Na haki. Inahitaji maombi mafupi sana ya kufunga tu kimsingi, na mengine yote unafanya nini? Unazidishiwa. Na hapa kwenye ile baraka za mwisho yanafanyika miujiza mikubwa. Kama tungekuwa tunatoa watu hapa nafasi ya kushuhudia, ungesikia vitu vya kushangaza sana. Jumapili iliyopita kwa mfano, ilikuwa Pasaka hapa. Tunakumbuka tumekwenda masafa marefu sana kwenye lile neno, si ndio? Neno la Pasaka lilikuwa refu sana. Na baada ya lile neno wamebaki watu kwenye semina iliyoitwa semina ya nyuki. Hawa hawajaenda hata kula pilau ya Pasaka. Tumemaliza ile semina ya nyuki saa ngapi walikuwepo? Saa 4 kasoro usiku. Saa 4 kasoro usiku ndio tumeagana hapa kwa baraka za mwisho. Unajua kilichotokea? Miongoni mwa miujiza iliyofanyika, ambao wako watu wengine waaminifu wanakuaga wanaandika barua kushukuru kile ambacho Mungu amewatendea. Mmoja siku kadhaa kabla alikuwa ameleta taarifa kupitia kwa kiongozi wake Ozoni, kijana wake wa kiume alipotea. Wametafuta kila mahali ya yuko, mpaka familia ikabaki na majonzi, hawajui yuko wapi. Kila kona wamezunguka, hayupo. Hakuwa na ibada maalum ya maombezi hapa siku ile, lakini ametoka hapa siku hiyo, amefika nyumbani, anaingia ndani nyumbani, ila anapokewa tu, anaambiwa muda mfupi uliopita kijana amekuja mwenyewe, saizi amelala chumbani.
Na usiku ule ule naletewa taarifa za shukrani kwamba Mungu ametenda maajabu sana. Nimefika nyumbani baada ya kumaliza ile, nimerudi nyumbani tu nimekuta kijana amelala nyumbani. Ameingia amegonga hodi, amemfungulia, ameingia, saizi amelala. Sina maneno yanayotosha kumshukuru Mungu. Huyu ndio Mungu wa hapa. Uhitaji mafuta wala uhitaji kuvaa bangili. Uhitaji maji yoyote yanaitwa maji ya baraka ni upumbavu mtupu, ni biashara za kina Bashite. Unahitaji kutafuta tu kwanza ufalme wake na haki yake. Kama hivi, haya mengine yote anafanya nini? Unazidishiwa. Yaani Mungu akimpata mtu wa kumtafuta tu basi, mkinitafuta kwa bidii mtafanya nini? Mtaniona. Sasa umeketi muda wote unasikia mapito ya zamani na unasema nitakwenda katika njia hiyo. Shughuli umemaliza. Shughuli umefanya nini? Shida ya hawa wengine hawataki kwenda kwenye njia hiyo. Na kama unataka kwenda kwenye njia hiyo lakini unataka tu zile baraka haziji kwa njia hiyo. Zile ni nyongeza, ni vitu vya ziada vinavyokuja baada ya wewe kupita kwenye njia hiyo. Sema amen. Ni bakshishi tu zile unapata baada ya wewe kukubali kupita kwenye njia hiyo. Tunautafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Na sasa kwa sala fupi sana, na hayo mengine yote unafanya nini? Unazidishiwa. Lazima uwe unaondoka ukienda ukijua hivyo. Wewe njoo unalitanguliza nini? Neno. Hata watu tuwaambie hivyo, waje wakiwa wanalitanguliza nini? Neno. Wao tayari kulifanyia kazi nini? Neno. Na hayo mengine sio ya kutafuta. Hajasema tuyatafute. Sema amen. Anasema ukisoma mistari unaofuata anasema mataifa hayo yote huyatafuta. Hayo madudu ya kimwili mataifa ufanye nini? Huyatafuta. Bali ninyi utafuteni ufalme wake na haki yake, na hayo yote utazidishiwa hivyo leo. Nasema utazidishiwa hivyo leo. Utazidishiwa hivyo nyakati zote zijazo. Ukiyatafuta hayo yote kwanza, utaishia kudanganywa. Utakunywa mafuta, hayatafanya kazi. Utakunywa maji, hayatafanya kazi. Utakula chumvi, utapeleka chumvi sijui wapi, hazitafanya kazi. Uko nje ya mstari, utaendelea kudanganywa. Dawa ni kutafuta kwanza nini? Na haki yake. Na uwe tayari kuishi ile haki ya Mungu. Uishi katika ile njia za Mungu. Uifuate yale mapito ya zamani. Haya mengine yote ni kitu cha kuzidishiwa pale uliposimama juu. Saa 11:30 ndiyo ibada fupi ya shukrani. Saa 12 maombi ya mashujaa. Ni ya mashujaa au ni zaidi ya mashujaa? Au ni tai? Ni zaidi ya mashujaa hao. 12 maombi ya tai. Weka mikono yako juu kwa ajili ya baraka za mwisho. Baba, watu wako wametafuta kwanza ufalme wako na haki yako, na hata wamekuwa tayari kuyauliza mapito ya zamani katika yote yaliyoko katika maisha yao.
sawa sawa na neno lako, na hayo mengine yote katika mioyo yao uwazidishie. Umezidishia yote unayohitaji kwa neno hili mwanamke. Umezidishia yote unayohitaji moyoni mwako kwa neno hili mwanaume. Umezidishia yote unayohitaji moyoni mwako kwa neno hili mtoto. Nenda katika hali za Mungu na hata upate kuyaona yote yaliyoko katika moyo wako yakitimia moja baada ya jingine. Ujue Mungu si mtu hata aseme uongo, katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Amen. Amen. Ndivyo tunavyomaliza kabisa ibada kuu ya leo. Washike mikono wawili watatu, kila mmoja mwambie, mimi nimedhamiria kupita katika mapito ya zamani. Je, wewe? Anasemaje? Kama ni hivyo, anastahili amani. Shalom.